kwanza ni kuongeza mapato. Mfano, mimi kila nikija kwenye baraza, huwa simu yangu ya kwanza asubuhi huwa inakuwa ni kwa DT kujua Kibubu kinaendeleaje. Yaani hiyo ni dhana yangu ambayo mimi naendelea kuiishi. Mfano, taarifa nilionayo ni kwamba ilipofika tarehe 31 ya mwezi Disemba, ilikuwa halmashauri ya wilaya Ludewa tumeshafikisha mapato 100%. Hongereni sana. Malengo ilikuwa ni kukusanya bilioni kwenye bajeti bilioni 3.4, lakini ile siku tunauona mwaka mpya ilikuwa tayari tumeshafikisha bilioni 3.44, ambapo ni sawa na 101%. Yawezekana wazee wangu kama kina mzee ule waliokuwepo kwa muda mrefu, babangu mzee Kolimba pale, na hata waheshimiwa madiwani wengine, tunaweza tusione hilo, lakini kwenye wilaya yenu sijakuta nyaraka yote yenye rekodi kwamba nusu ya mwaka wa fedha ikawa mmetimiza 100%. Hamujawahi. 2025 ndiyo mwaka wa kwanza, na sio tu kwamba ni mwaka wa kwanza, ni mwaka wa kwanza ikiwa mapato sio katika kiwango hicho. Maana unaweza ukajipangia bilioni 1 alafu ukapiga 100% na ukajipigia makofi, maana yake unakuwa unajifedhuli wewe mwenyewe. Lakini sasa hivi kiwango tulichoenda ni kikubwa sana. Kwa nategemea kabisa tunapoenda kufikia mwisho wa mwaka wa fedha tunaweza kuwa tumefikia pazuri. Binafsi naomba nitoe tu hii siri, ni kwamba nyinyi mliweka malengo ya bilioni 3.4, lakini mimi niliwaita wataalamu, nilikaa nao, niliwapa malengo ya kufika bilioni 4.5. Na kwa spidi hii inayoiona, nina hakika kabisa tunapoenda kufikia mwisho wa mwaka wa fedha tunaweza tukafikia lengo hilo. Kwa hiyo ni jambo la ajabu kwenda ziada ya 51%, sio kitu cha kawaida. Niwapongeze sana na niwashukuru sana. Lakini pamoja na haya yote ni lazima iendane na juhudi zifuatazo. Jambo la kwanza, licha ya kwamba kuziba mianya na mifumo ya ukusanyaji, lakini natakiwa tushirikiane kwa pamoja kubuni vyanzo vipya vya mapato. Hatuwezi tukategemea tu kwamba kila siku umekariri kwamba viazi vya Madilu ndivyo vitakavyokupa mapato. Ni lazima tuanze kufikiria vyanzo vingine vipya. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio maana mmeona juhudi hizo za uwepo wa viwanda, lakini pia mchakato wa kupata viwanda vikubwa zaidi vinaendelea. Hapa karibuni nilibahatika kutembelea kwenye maeneo ambayo yanawekezwa viwanda hivyo. Kwa hiyo kwa ukubwa wa project iliyopo, nikaona ni vyema, ni bora tuviripoti moja kwa moja kwa ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo natarajia mwanzoni mwa mwezi wa pili tunaweza kuwa na kikao, na uratibu wake tulitegemea iwe tarehe 28, lakini mimi nimeomba iende mpaka mwezi wa pili, kwa sababu hizo tarehe kuna kazi nyingine ambayo itakuwepo. Kwa hiyo tutakutana na timu ya TIC na taasisi nyingine pamoja na wizara kuzungumzia uwekezaji wa wilaya ya Ludewa, ili uwekezaji huu tushirikiane pamoja na taasisi zote.